kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Waheshimiwa viongozi wa dini, najua mnajiuliza kwa nini nimechukua muda kuweka mkazo kuhusu kulinda amani na mshikamano kwa Watanzania. Nimefanya hivi ili kutoa indhari kwa dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Badala yake, viriri au majukwaa ya ibada yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa kufanyia propaganda zao.